Tuangalie namna ambavyo timu hizi zimeperform kwa dakika 90 nzima. Total shots kwa ujumla ni 15 kwa upande wa Young Africans, huku zikiwa 5 kwa upande wa FAR Rabat. Lakini shots on target zikiwa 9 kwa Yanga, huku ikiwa 1 kwa FAR Rabat. Usisahau ya kwamba shots of target 4 kwa upande wa Yanga, lakini 2 kwa upande wa FAR Rabat. Na vile vile tukiangalia shots ambazo zimepigwa ndani ya box ni 11 kwa Yanga, 4 kwa FAR Rabat, ambazo zipo nje ya box ni 4 kwa Yanga, huku 1 ikiwa kwa upande wa FAR Rabat. Hizi ndizo rekodi ambazo zimepatikana katika mechi ya siku ya leo. Sisti, naam, rekodi zinazungumza nini hizi? Kati ya shoot on target 9 ambazo zimepatikana, utaangalia takwimu zingine ni kama zilikuwa balanced, si ndivyo? Lakini shot on target na chances creation zilikuwa nyingi kwa Yanga. Na kati hizo nyingi, na uhakika zaidi ya 50% ya hizo chances ambazo zilikaribia kuwa magoli au on target, nyingi zimetokea kwenye dakika 15 za mwanzo. Paka watu wakakata tamaa, kama wameshindwa kumaliza mechi kwenye dakika hizi, ina maana ni ngumu sana kwenu. Kwa hiyo nafikiri Yanga wali deserve zaidi kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili walipata goli, lakini wa create chances nyingi kama walizo create first half. Okay. Yep. Tukaona namna ambavyo position ilikuwa, average position ya timu zote mbili, namna ambavyo zilikuwa zimejiposition kwenye dakika 90 nzima. Kwa Young Africans tunaiona ambao ni hao wanjano, lakini kwa FAR Rabat ni wale weupe. Players average position. Kocha aligusia kwamba falsafa zinafanana, na akimaanisha ya kuwa hatutaona utofauti mkubwa sana kwa vikosi hivi viwili. Nini sasa kikatokea kwa upande wake? Imetafsiriwa zaidi kwa Yanga kuliko kwa timu yake. Nafikiri labda unaweza kusema labda kwa sababu ana approach mechi za ugenini, tunajua huwa wanapocheza. Ukiangalia kwa upande wa Young Africans, utaona ni kama wao walipossess sehemu kubwa ya uwanja. Walipossess nusu yao, ndio maana FAR Rabat hawajacheza sana kwenye nusu yao. Wakaenda kupossess nusu ya FAR Rabat, ndio maana walio pin back hawa FAR Rabat, ndio maana unaona wapo kwenye nusu yao. Kwa hiyo kwao imetafsiriwa zaidi kwenye possession, wametawala mchezo kwa kupossess sana, lakini hata ukipoteza mpira bado unaona wanaanza kuzuilia huku, ndio maana averagely wako position kwenye nusu ya wapinzani wao. Na kwenye hiyo ambayo kuna izungumza Young Africans kwanza kuokota mpira katika haya maeneo, nakumbuka wali place kama mara 3 hivyo, which zikageuka kuwa nafasi ambazo Young Africans ambazo tu walishindwa kuziconvert. Kwa hiyo nafikiri leo Young Africans walijiestablish kama tunataka nini. Walikuwa na peak moments za kujaribu kuwafanyia pressing, na zilifanikiwa zaidi ya mara 3 ambapo walikuwa wamejaribu kufanya hivi. Okay, sawa. Kuzitafsiri mbinu za kocha. Leo hii dakika 90 walifanyaje? Nafikiri kwenye kipindi cha kwanza walitawala mchezo, lakini tu hawakuwa clinical. Hawakuwa na ufanisi mkubwa kwenye nusu ya mpinzani wao. Kwa nini? Ni kwa sababu pia ya namna ambavyo wapinzani wao walikuwa wanazuia. Tunajua Young Africans wanacheza na 4-2-3-1 ambao ukitanua kwenye uwanja inakuwa kwenye muundo kama huu. Unaona kabisa kulikuwa kuna hawa viungo watatu, Mudathir, Duka Buya pamoja na Maxim pia Nzengeli, na walikuwa na variate sana. Na kwa namna ambavyo unaona hata hiyo positioning, utaona nyuma walikuwepo zaidi Baka na Job, na mbele yao ndo kulikuwa kuna hao watu 4 na pengine hadi watu 5 kuelekea kwenye nusu ya mpinzani wao. Sasa kuanzia hapa hivi walikuwa na possess, walitawala, ndio maana unaona nyakati nyingi waliokuta wapinzani wao kwenye nusu yao. Na ukiangalia kitu gani kilikuwa changamoto kwao, ni zile njia zao zote walizokuwa wanatarajia kupita FAR Rabat walizizuia vizuri. Ni njia zipi? Unajua kabisa Young Africans wao wanapenda sana kufanya build up kuanzia nyuma, kutokea kwa Diarra, kwa sababu ni mzuri kwenye footwork, kwenye distribution, ku distribute hizo pasi. Lakini baada ya hapo wanategemea progressors wawe mstari wa pili. Diarra pamoja na Job wanashiriki kwenye build up from back, then kama wapinzani hawaji kupress, basi watasogea na mpira hadi eneo hili ku approach mid third ya uwanja au theluthi ya katikati, then progressors wanakuwa hizi njia mbili. Sasa walipata changamoto, walikuwa wanamtegemea sana Duka Buya, wakati Max pamoja na Mudathir ni kama walikuwa wanasogea zaidi nyuma ya mstari wa pili wa FAR Rabat. FAR Rabat na wenyewe walitengeneza mkakati mzuri wa kuzuia. Walikuwa wanaenda mtu mmoja ndo anaweka kivuli kati ya Baka na hao central progressors, kwa maana kwamba kumtafuta Duka, Mudathir pamoja na Max. Lakini nyuma yake kulikuwa kuna mtu ambaye alikuwa na mark moja kwa moja Duka Buya, kwa maana kuzuia hii central progression. Then hao Mudathir pamoja na Max walikuwa wamekuwa marked na hao viungo wawili. Kwa hiyo changamoto ya kwanza ambayo Yanga walikuwa wanaipata, ndio maana unaona walikuwa wanacirculate sana mpira hapa, ni kwa sababu walikuwa wanashindwa kuprogress kwa njia katikati. Walikuwa wakienda kwa njia pembeni, sasa ndio unaona FAR Rabat wanaenda, lakini Yanga walikuwa wanategemea hizi triangles za pembeni. Mudathir au kukulia mpira ukiwa kwa labda kwa Israel Patrick Mwenda, unaona sasa Max anakuja anasogea kutengeneza hii triangle ambayo ina Pacome au ikuwa pembeni, then na fullbacks hizi pamoja na huyu pamoja na hao viungo. Hizi triangles ndio zilikuwa zinawasaidia Yanga, na kuna nyakati walikuwa wanaenda paka kwa pin
kwenye nusu yao. Zimbwe anapanda mpaka kwenye mapana uwanja, Israel anasogea, then unaona huyu pia anasogea, then unaona hizi triangles zilikuwa zinaweza kutoa mpira hapa na kwenda ku create chances kwa Dube. Nafikiri walifanikiwa, ndio maana unaona walicheza zaidi kwenye nusu yao. Changamoto ilikuwa kuwa clinical, lakini walishindwa kuwa clinical, ndio maana goli likatoka kwenye moment ambayo sio ya kushambulia wala sio ya kuzuia. Goli litoka kwenye moment ya transition. Ni mpira umetoka kwa FAR Rabat, wanapiga mpira mrefu, mpira wa kwanza na win Duka Buya, mpira wa pili ana win nafikiri alikuwa ni Israel kama sikosei, pamoja na Maxim pia Nzengeli, na paka unafika nafikiri alikuwa ni Edmund John, paka unafika kwa Dube anashambulia space. Ilikuwa ni mpira ambao ni in contest wa kugombania, lakini kwa sababu Yanga walikuwa wamejitolea, hapo committed win mpira wa juu wa kwanza, mpira wa pili unaodondoka, mpira wa tatu, zile second ball mpaka fourth ball win wao. Ndio maana unaona Dube mpaka anapata space behind, anashambulia vizuri mpaka anaenda kufunga. Nafikiri walikuwa bora kwenye hiyo moments ya transitions na kuhakikisha wanashinda kila shindano uwanjani. Jules. Okay. Mr. hapo Ray kazungumzia walishindwa kufanya zile counter attacks. Ni kwa sababu pia Yanga walikuwa bora. Kwanza kuzuia pale wanapopotezea mpira kwenye nusu yao. Lakini recovery runs za wachezaji kwa wakati, lakini kuna umbo ambalo walikuwa wanalitengeneza haliruhusu wao kufikika kwenye counter attacks. Wanaita offensive balance au rest defense, ambayo ilikuwa na huyu Maxi. Of course hawa ndio walikuwa wanapeleka mpira mbele, kwa hiyo hata ukipotea kuanzia huko kuanza kuzuia Max pamoja na Mudathir. Lakini kulikuwa kuna Duka Buya nyuma ya Job, mbele ya Job pamoja na Baka. Hii 2+1 ambayo pia ilikuwa na watu wawili mbele yao ambao wanaweza kushinda tena mpira kwenda mbele. Nafikiri huu pia ulikuwa ni ubora wao, ulionyesha madhaifu kwa wapinzani. Unaweza sema sabu ambazo amezifanya kocha kwa upande wa Young Africans leo hii zimekuwa na effect kwenye mchezo? Nafikiri ku maintain mchezo. Okay. Lakini sio effect kwenye mchezo, kwa maana plan alternatively sikuiona, ila ku maintain mchezo, kwa sababu akitoka mtu huyu kama hakuna alternative plan, ina maana unaingiza energy mpya, anakuwa huyu anaingia anakuwa energetic, anakuwa na nishati mpya. Okay. Lakini kama kuna plan inaweza kubadilisha mchezo, either ni kulinda kile kilichopo kwa maana ile 1-0 au kuweza kuifanya iwe 2-0 au 3-0, lakini hatukuona hizo. Tuliona tu mchezo maintain vile, na maana ile energy iliweza kufanya mchezo uendelee ku maintain.